masala unamuuliza kama vile hata mganga hospitali mgonjwa akimjia kuna masala anamuulizaga ili ajue amtume mkipimo au na dhana kubwa kama ni maradhi fulani, anataka tu uhakika. Watastamiru fil asilati an jamil arad fil manami wa fil yaqadha, utaendelea kumuuliza masala yote, zile alama za majini anazipataga mtu yuko macho na alama za majini anazipataga emelala, unamuuliza zote hata tataakada min wujudi alhalati, mpaka una uhakika maradhi yake. Wa yumkin an tastashfa min hadhihi asilati adad aljin, na vitawezekana hata ujue idadi ya majini huyu mgonjwa yuko nayo, wanawehi na aina yake. Mathalan, mfano idha kana yara fi kulli manami thubanaini fahadha yadullu ala annahu muqtarina, fahadha yadullu ala annahu muqtarana bihi jinan. Hii ni dalili. Mfano, kama anakufahamisha kama anaonaga kila kilala anaota nyoka mbili, kila kilala anaota nyoka mbili, kila kilala anaota nyoka mbili, ni dalili kama huyo yuko na majini mawili, yuko na jini mbili, ala anahu muqtarana bihi jinan, yuko na jini mbili. Wakadha law raa fi manami yalbas saliban wa tukarriru hadhihi alhil fahadha yadullu ala naw'il jinni as-sari'. Vile kama atakuwa naota ndani ya usingizini mwake anavaa msalaba, yeye ndio tena rejea, ni dalili kama yuko na jini mnaswara. Unaona Islam? Hadha idha kanat alhalatu ghaira natiqa, hiyo katika hali kama ule jini akuzungumza, inakuwa hata unajua mwenye, hata kama kuzungumza unajua kama ujamaa majini mawili au na jini mnaswara unafahamu, au na jini mmoja unakuwa unafahamu. Kwa ile masala sala kumuuliza. Sasa kuna wengine wanafika wanasomea bila taratibu. Ama idha kanat natiqa bimaana anna aljinniya qad afsaha an nafsihi wa nataqa ala lisaniha fala da'i litashkhis lianna alhalata wadiha. Na kama ule jini yeye peka atazungumza, si tuko tu wawili au tuko hivi na hivi, basi hakuna tena hali ya kuchunguza tena, kwa sababu hali tayari inakuwa wazi. Alafu baada sasa ndio ya 7, yustahabu an tatawadda qabla bad'i al-ilaj. Unaona hapo sasa ndio napendekeza sasa ya 7, tatawadda qabla al-bad'i fi al-ilaj wa ta'muru mamma kabil wudu. Baada sasa ya hapo unatawadha wewe mgonjwa na wewe wa kusomea mnatawadha nyinyi wote. Kuna wenyewe wanasomeaga hakutawadha wala ule mgonjwa hakutawadha. Hiyo taratibu hiyo. Lazima utawadha wewe na ule mgonjwa atawadhe. Mbona huyo? 8 idha kanatil marida unsa la tabda fi ilajiha hatta tahtashima wa tashudda alaiha malabisaha hatta la tatakashafa fi athna'i al-ilaj. Ikiwa mgonjwa ni mwanamke, usimsomei mpaka avae nguo za heshima, nguo za kumwenea, akazi nguo zake ili asije kufulama. Unaona? Ya 9, wanatuali jumra'atan wa hiya mutalabisatan bimukhalafati shari'iyya. Usimsomei mwanamke na yeye kavaa vitu vinapingana sheria. Kantakuna kashifatan wajiha, kama mfano mwanamke amedhihirisha uso wake, mwanaume anachuni yote umetia hata uso afunike mwanamke. Au dhia tatiba, au katia mafuta
wadhi'ata tiba, au katia kachi parfum mwanamke usimsomee mpaka zile nguo avue. Sasa leo kuna wenyewe wakitaka kumsomea mgonjwa na parfum, ikiwa ni mwanaume ikiwa ni mwanamke na parfum kwa ndio anamsomea, na vinakatazwa. Kama ni mwanaume hakuna hata maana ukitaka kumsomea ndio umparfum. Hiyo katika tiba havimu. Kama ni mwanaume alikuja nyumbani anajiparfum, sawa msomee. Lakini sio afike pale una mparfum. Hiyo taratibu haiwagi. Sasa kuna wenyewe wanatumiaga. Anataka kumsomea mgonjwa kwanza anamparfum ili mzima anamparfum. Alafu ndio anamsomea. Ikiwa kwa mwanamke au kwa mwanaume, hii haijuzu. Kama ni mwanamke ndio wasalam kabisa. Lazima usimsomee mpaka kwanza zile nguo za parfum astoi. Au wadhi'ata manakir ala adfariha, au emetia verni kuma kucha yake. Tashabbuha bil kafirat, maana anajifanyisha na makafiri. Lazima aparue zile verni, aparue kama ni hina au bigeni, si makosa, lakini zile nini lazima atoe zile verni, lazima atoe. 10 wala tuali jumra'atan ila fi wujudi ahadi maharimiha, usimsomee mwanamke mpaka awe na maharimu wake. Na kama nifasi kama ana maharimu, kufuatana hadithi ya Mtume wetu Muhammad, usiendi naye kando, msomee fasi pa kuwazi au fasi pa kuangini wagonjwa, msomee hapo isi chumbani. Leo kuna watu wanawaingiza mmoja chumbani na msomea dakika 30-40 anatoka mwingine. Hiyo taratibu iwaje? Hiyo ni taratibu ya washirikina, wazinifu. Sababu washirikina wachimba mizuka ni wazinifu, ni wachawi na ni wazinifu. Sana wewe kama utafanana nao, na utakuwa mzinifu, mshirikina, mchawi. Lazima taratibu hiyo uibadilishe. 11 wala tudkhil maka ahadan min ghairi maharimia, wala usingina yote maana popote mpaka una maharimu wake. Ya 12 tabara min alhawl wal quwwa wa tasta'inu billahi jalla wa ala. Omba dua kwa Allah, omba msaada kwa Allah akusaidie mwenye hila na nguvu, akusaidie Allah kumtoa ujini au kuyabadilisha mauchawi kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Mtaweza hata mkasema raka 2 za haja, raka 2 za haja, kumuomba Allah awajalieni huyu jini amtoe, au kumuomba Allah haya mauchawi ayabatilishe. Wewe na mgonjwa mkasema raka hizo 2 za haja, na katika ile sida ya mwisho mkaomba dua zenu, mkakawia ile sida ya mwisho, mkakawia mnaomba, hata kama Kiarabu hujui, baada ile subhana rabbiyal aala mara 3 au mara 5, omba hata Kiswahili. Mungu nijalie kusomewa kwangu ndio sababu nipone Allah. Nasumbuka sana Mwenyezi Mungu, wewe ndio mwenye uwezo, sina pangili kwa ukimeni kwa kunikimbia kwa Allah ule mgonjwa, na wewe umekusomea unaomba Mwenyezi Mungu nijalie mgonjwa hii sababu ambayo inamfanyia apone. Mimi ni mfa sababu, ama wakutuisha ni wewe Allah, jalie. Mungu atakujalia hivyo. Hiyo katika hali hiyo ndio kabla maradhi yote, kama ni mauchawi au kama ni mtu kuna majini, ukitaka kumsomea aya ya taharishe kwanza. Haya nimeyataja mambo 12 ya taharishe, alafu ndio namsomea sasa hizi taratibu, yale maalama mauchawi na tiba yake. Umesikia kama ni majini, unasikia maalama yake na tiba yake, msomee taratibu. Mungu akujalia inshallah, kama atapona yule mgonjwa akasikia alhamdulillah, ninakuwa kichwa kinauma kimekwisha, ndoto mbaya zimekwisha, nilikuwa matatizo vimekwisha, nini vimekwisha, hivi mambo ni safi. Mpe sasa hizi kinga, aendelee kuzifanya ili awe katika amani kutokana na mashetani ya kijini na mauchawi. Hao katika amani, hizi kinga, hapana maelezi machanjo au kuzika vitu. Hizi ndio kinga mtu anafanya. Sikiliza hizi kinga. Ule mgonjwa baada kumsomea Allah kamita shifa, usimwachi hivi kama gisi wengine wote unapona basi ipe franga zangu. Anapa franga zake basi anamwacha, kesho atarudia tena. Lazima haya afanye.
Na wewe mwanamama lazima haya yafanye, ambaye wewe ambao unasomewa yafanye haya. Kama uyafanyi yafanye, na kama unafanya zidi. Sikiliza la kwanza, almuhafadha ala salati fil jamaa. Mwamrishe huyo aendelee kusali sala 5 jamaa msikitini, kama ni mwanaume, na kama ni mwanamke asali nyumbani kwa wakati. Lazima hii, ukifanya hayo kwanza ni kinga kwako. Hapana mailizi, sala tu ni kinga. 2, adam samai al-aghani wal musiqa. Ajiepushe kusikia muziki, waimbaji na muziki, matarumbeta. Ajiepushe na zina, ajiepushe na maasi yote, ajiepushe tu. Awe mtu mkumtii Allah, ajiepushe na mambo ya haramu, au mtiifu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni kinga kwake. Toa ni kinga kwake, na kujiepusha na mambo ya haramu ni kinga kwake. Na ukiyakosa hayo, ndio mwili wako na uache sasa kuwa wazi. Mungu atuepushe. 3, alwudu kabla naumi wa qira'atu ayati al-kursi. Awe analala na udhu na kutembea na udhu, wakati wote awe na udhu. Nyumbani anapika na udhu, anatembea hata akiwa ndani ya hali ya hedhi au ndani ya hali ya damu ya nifasi ya uzazi, lakini asikosi kutembea na udhu, kutawadha. Sio udhu wa sala, ni udhu wa silaha. Unakuwa tawadha udhu, unatembea nao, unalala nao, unaenda shuleni nao, hata shuleni unaenda nao, sokoni unaenda nao, unachuza biashara uko na udhu wako, hata huko ndani hali ya hedha kidogo na udhu. So ule udhu wa sala ni udhu wa silaha kwako. Maana kama uko na udhu, mwangaji atakuona, mashetani atakuona, hata mauchawi wakakutumia hauwezi kupata. Lazima umwamrishe ayo aendelee, na wakati wa kulala asome ayatu kursiyu, na zile dua za kulala zote azisome. Anakusanya vitanga vyake vipi, anasoma alhamdu, ayatu kursiyu, ama rasulu, zile aya 2 za sura al-Baqara, zile za mwisho, qul Allahu, qul bi falaq, qul bi nas. Anajipaka mwili mzima, anarudia tena, anasoma tena, anajipaka tena, anarudia tena, anasoma tena, anajipaka mara 3 hivyo. Kila siku mkulana afanya hivyo. 4, albasmala taenda kulli shay'in. Awe anasema bismillah kwa kila kitu. 5, yaqulu ba'da salati al-fajr. Awe akisema baada ya sala al-fajiri haya maneno, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir 100 marra. Awe anasema mara 100 asubuhi, na ukiyasema na jioni ni ubora zaidi. 6, la yamuru alai yaumun illa wa yaqra'u shay'an min kitabillahi au yastami'u in kana ummiya. Isimpitii siku moja bila kusoma Qur'ani au kusikiliza kwenye kaseti kama hajui kusoma. Sasa leo kina mama wengi sana, hata na wanaume, itaweza kampita siku moja hata wiki Qur'ani hasomi wala hata kusikia. Ni hatari. Hii ni balaa, lazima atapata matatizo. Lazima mlazimishe isipite siku moja ili akasoma Qur'ani. Hata kula Allahu, alhamdu, au anaisoma hata kwa siku anaisoma. Hizi sura manzi jua ndo anasoma. Kama hajui kabisa na hizo asikize kaseti. Akiwa hivyo atakuwa ndani ya amani. 7, musahabatu salihina. Warafiki zake wao wema. Ajiepushe na warafiki wabaya. 8, almuhafadhatu ala adhkari sabahi wal masa. Awe mwenye kuchunga zile dua za asubuhi na jioni. Zile dua za asubuhi na jioni au anazisema. Kuna zile dua za asubuhi na jioni au anazisema. Inshallah kama akifanya hayo atakuwa ndani ya amani, na Mungu atamjalia atabaki ndani ya amani. Unaona Islam? Hiyo ni katika mambo ambayo tunawaonesheni. Hayo kiafanya ndio mambo baada ya kumsomea mgonjwa.
hayo ndio akamatane nayo, asiyaache. Baada mgonjwa amemsomea apata afadhali kapona, yani mauchawi yamekwisha, yale yote naona yamekwisha, basi mwambie ashikamane na mambo hayo ambayo tumeyataja, ili au katika amani kutokana na mashetani na mauchawi. Na akiyafanya hayo mwanamama, basi elewa atakuwa ndani ya amani. Inshallah tunaingia moja kwa moja, tuonesheni sifa mbaya za wenye kutibu. Kila mmoja awe anajua kama hizi ni huyu ni mtu mbaya, sababu leo wengi sana Waislamu hawajui huyu tiba yake ni nzuri au tiba yake ni mbaya. Mtu hajui, anakuwa hajui. Hata mmoja anachoka kunambia, "Malisami nitawajua aje?" Sio wanachosona alama zao. Wako na alama zao wale kutibu tiba mbaya, tiba za mauchawi, wana alama zao. Sikiliza sasa hizi alama zake. Sikia hizi alama ndugu yangu Muislamu. Kama ukiona tu mtu yuko na hizi sifa, ujue kama huyu ni mchawi na ni mshirikina. Usimwendee ndugu yangu, usije kuwa kafiri. Usidanganyiki ni imamu, usidanganyiki ni shehe, usidanganyiki ni mtu wa mawaidha, usidanganyiki ni mtu nani. La, ujue kama uje mtu mbaya. Sikiliza. Alamatu yu'rafu biha sahiru, alama za kumtambua mchawi na mshirikina. Sikiliza. Idha wujidat alamatun wahidatun min hadhihi alalamati fi ahadi almualijina fahuwa sahirun bila adna raib, wa hadhihi alamati hiya. Sikiliza. Utapomkuta na alama yoyote katika hizi alama kwa mmoja mwenye kutibu, basi huyo ni mchawi, bila mashaka ni mchawi. Na hizo alama ni hizi. Sikiliza. Ya kwanza, yasalul marid an ismihi wa ismi ummihi, anamuuliza mgonjwa kimwendea, anamuuliza jina lake na jina la mama yake. Hiyo ni alama ya kwanza kumjua kama uchamatiba yake ni mauchawi ya shirki. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, ya'khudhu atharan min athari almarid thawban au qalansuwatan au mindil au faniran. Anamuomba ule mgonjwa akimwendea, anamuomba athari miongoni mwa athari zake za nguo yake au kofia au kileso au kale kavulana kandani kama vile aka. Anamuomba mgonjwa, nipe kavulana au nipe kileso chako. Anamuomba. Ukimwona mtu anakuomba kitu fulani, ujue kama ni mchawi. Tuache hata leta buji mfano, au leta ubani, leta udi, ujue kama ujamani mchawi. Ujamani mchawi. Leta udi, leta ubani, leta buji ya rangi ya blue, leta buji ya rangi ya jaune, ya rouge, buji 8, ujue kama ni mchawi. Au leta mawe, leta sindano 7, leta ni ubani ama udi, ujue kama ujamani tiba yake ni mbaya, mshirikina, mchawi. Leta udongo wa ndahangwa, au leta maji ya ndahangwa, au leta mchanga wa baharini, au tope la baharini, au nitema yale majani ya ndani ya maji. Ujue jamani mchawi, mshirikina mbaya huyu, subhani. Hiyo ni alama ya pili. Ya tatu, ahyanan yatlubu hayawana bisifati muayyanati liyadhbahi wala yadhkuru isma Allah alayhi. Kuna wakati mwingine anaomba mnyama mwenye sifa fulani, ili amchinje, na wakati wa kuchinja hamtaji Mwenyezi Mungu. Unaona?
mnyama anakuomba labda leta ng'ombe au mbuzi au kuku au njiwa au kandege fulani au njiwa manga, au leta nyange, leta mjuskafiri, au leta vitu ajabu, leta mkojo wa mjuskafiri, au leta machozi ya simba, vitu vya anakuomba vitu vya ajabu, ujue maana ni mchawi. Arubama la tagha bidamihi amakina al-alam min al-marid, na kuna wakati mwingine ile damu ya ule mnyama ambaye atakayechinja anampaka ule mgonjwa fasi anasikia maumivu na anampaka ule mgonjwa. Unaona? Au yarmi bihi fi makan kharbin, au ule mnyama anaenda kumtupa nafasi palipitika vita, au fasi pako vide, fasi hakuna watu porini au msinge fulani, ndio anaenda kumtupa. Hiyo ni alama ya 3 ya kujua kama huyu jamaa tiba yake ni mbaya. Ine, kitabatu talasim, kuandika matalasim. Ukimwona mtu unamwendea alafu ni mtu wa kuandika, yuko tu pale anaandika, ujue jamaa ni tiba yake ni mbaya, anaandika matalasim. Unaona? 5, tilawatul azaim wa talasim ghairil mafhuma, kusoma mahazima na matalasim ambayo siofahamika. Anasoma nataka kuchukua kitabu, anasoma Abubakar na Umar, anasoma anasoma vitu ambavyo vifahamiki, kar vitu ambavyo kitabu gani tena soma. Maana yake matalasim na mahazima ambayo siofahamika ndio anasoma. Tilawatul azaim wa talasim ghairil mafhuma, anasoma talasim na mahazima yasiofahamika, anasoma mkini kitabu. Sasa kama nasema ndio gani anasoma, kama ni Kihindi, kama ni Kishinwa, kama ni vitu gani, yuko nasoma haifahamiki. Alafu ya 6, ta'ul maridi hijaban yahtawi ala murabbaat bidakhiliha hurufun au arqam. Unaona? Ukimwona mtu mwenye kusomea anampa mgonjwa vitu vya kinga, anampiga chanjo 20, shamarie tiba ya chanjo hiyo wa Islam, chanjo 20 kifua za kinga, anamchukua chiuvae anampa, au kutia kwa nyumba yako, hiyo ujue kama ujamaa ni mshirikina. Alafu ndani ya hiyo kinga amempa maki, ndani yake ambayo imempa ni karatasi ambayo imejichapa vyumba ndani ya hivyo vyumba pako maherufi au mahisabu. Unaona? Alafu ya 7, ya'muru al-marid bi an ya'tazila an-nas muddatan muayyanatan fi urfati la yadkhuluha ash-shams wa yusamiha al-aama. Anasema kwamba anamamrisha mgonjwa, ukiona tu mtu anamamrisha mgonjwa alitenge mbali na watu muda fulani, aikai kwenye chumba tu, alafu anakudanganya ika kwenye chumba, unamsabihi tu Mungu, unasoma tu Qur'ani, usitoki nje tena, uchumba cha giza. Unaona? Bujua kama ujamaa tiba yake ni uchawi na shirki. Anamamrisha mgonjwa ajitenge mbali na watu muda fulani, kwenye chumba cha giza, ikae tu ndani, kama giza washirikina wachimamizi wanafanyaga. Ujue kama huyu ni mchawi na ni mshirikina huyo. 8, ahyanan yatlubu min al-marid alla yumassa ma'an limuddata muayyanat. Unaona? Ahyana, kuna wakati mwingine yatlubu min al-marid, anamuomba ule mgonjwa alla yumassa,
kuwa asishiki maji ma'an limuddati muayanati ghaliban takunu 40 yawman. Unaona, kuna wakati ule mchawi, ule mshirikina anamuomba ule mgonjwa ajitenge mbali na maji muda fulani. Sana sana wanapenda kukadiria siku 40. wa hadhira alamat tadulu ala anna aljinniya alladhi yakhdum hadha sahir nasrani. Basi na hizo alama zinajulisha kama huyu mchawi anatumika na jini mnaswara. Maana jini mnaswara kutumika naye ndo ana sheria zake hizo. Anakwambia siku 40 asishiki maji, maana utakuwa usali, utakuwa taukoge, unakuwa unanuka kama mwendo wazimu. Unaona? 9 yu'ta lilmarid ashya'an yadfinuha fil ard. Anampa mgonjwa vitu fulani fulani aende kuzika ardhini, mayai au mawe, au erizi fulani akazike nyumbani kwake au kumasanganjia au ndahangwa, au akatupe maji. Unaona, vitu fulani, au akatupe ndahangwa au kumasanganjia. Hasa kina mama wengi sana kuku kitotoa wanachukua ile maganda na majani wanaenda kutupa kumasanganjia. Hii ni itikadi mbaya, hii ni shirki. Au mtoto akikongwa jino aseme tu aombe kachechi, chukua jino lako libaya unipe langu nzuri. Hiyo ni tauhidi mbaya, mtu kubiacha. Yu'ta lilmarid ashya'an yudfinuha fil ardi. Anampa mgonjwa vitu fulani aende kuzika ardhini. Ukimwona mtu wa hivyo ni mshirikina. Kutia kazike hapa kati hapa, mshirikina huyo. 10 yu'ta lilmarid awraqan yuhriquha wa yatabakharu biha. Anampa mgonjwa karatasi aende kuyunguza alafu ajifukize vitu vya moshi. Unaona ule mfuke tunapaka kupiga vita sana vitu vya moshi. Watu wanajifukiza moshi wa karatasi au majani fulani. Anakuwa pale mtu anatoa machozi kama mtu amepigwa labda anapigwa fimbo nyingi sana. Anatoka pale macho piu, au mfuki wa maji unapikwa piu, mtu anatoka pale macho ni pasuka. Ile fukutu. Maana ule mfuke wa Uislamu tunapenda kupiga vita ni mfuke uharamu wa sigara na wa mfuke. Afadhali uharamu wa sigara, wa mfuke ni zaidi, kwa sababu unadhuru zaidi mfuke kuliko sigara, na una moto zaidi mfuke kuliko sigara. Kwa hiyo inakausha yote hayo, damu ya mtu, macho, hata ngozi yako inaharibika. Sasa ukiona mtu anampampa mtu vitu kujifukiza makaratasi, majani fulani, au anapika bidhaa fulani kujifukiza kama utiba yake ni ya shirki, ni ya uchawi. Sababu hizo tiba wa mtume wala maswahaba kusitumiaga. 11 yatamattam bikalami ghairi mafhum. Anasema maneno yasiyofahamika. Bagu basele bakulbaembe bagu. Anasema lugha ambayo sio kusoma, yeye ni kusema tu. Anasema vitu rufa. Ukisikiliza vitu anasema uelewe. Alafu sana lugha wampenda kuonea sana ni lugha ya Kongomani. Hata mimbo yao inafana mimbo ya kule Kongomani, kule Kongo. Sasa yatamatam bikalam ghairi mafhum. Anasema ukimwona mtu huko pana anasema vitu ambavyo vifahamike. Bagu kar sololo malele. Basi uje kama ujitiba yake ni mbaya, ya shirki, ya uchawi. Hizo ni alama tunakupa ndugu yangu. Ya 12 ahyanan yukhbiru as-sahiru al-marid bismihi wa ismi baladihi wa mushkilatihi allati jaa min ajliha. Kuna wakati mwingine anamwambia ule mchawi mgonjwa, anamuomba nipe jina lako
na jina la mji unaikaa na shida zako zimekuleta. Unaona? Lengo anakuombaga jina lako nafasi unaikaa. Kwa sababu gani? Ule mchawi anakuaga na watu fulani, ukitoka aje kuchunguza nyumbani kwako kuna mti gani, nani mgomvi wako, ili ukija amzulie yule ndo kakuroga. Ndio wengi wanafanyaga hayo waongo. Hizo ndo alama alama 12. Ya 13, yaktubu lilmarid hurufan muqatta'atan fi waraqati hijaban au fi tabaqa min al-khazafi al-abyad wa ya'muru al-marid biidhabatihi wa sharbihi. Sikia, anamwandikia ule mgonjwa maherufu ya mkato kwenye karatasi, kama anataka kumfanyia dada ni kinga sasa, kwenye karatasi au kwenye sahani leupe ndio anaandika kutoka kwenye sahani, anazungurusha sana kavila kaura, anazungurusha vitu vyake, anaandika na zafarani au kwenye karatasi na zafarani, alafu anamamrisha ule mgonjwa atie mikono mle au anampa anywe. Unaona? Yote katika mambo wanapenda kuyafanya. Ndio mwanachuoni anamaliza sema kwamba fa ina alimta anna ar-rajul sahir fayaka wa dhihab ilayhi, fayak wa dhihab ilayhi. Kama ukimjua huyu mtu ni mchawi, hizo alama ukaziona, ndugu yangu, toka haraka, wala usienda kitenda yako. Na kama utaenda na kama utaenda intabaqa alayka qawlu nabii sallallahu alayhi wasallam, basi ile kauli ya mtume itakupata, man ata arafan au kahinan